Wiki moja baada ya jaribio la mapinduzi kushindikana nchini Burkina Faso, hali ya taharuki bado imetanda jijini Ouagadougou, hususan miongoni mwa vikosi vya ulinzi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, kikao kilichopangwa kufanyika Aprili 22 katika makao makuu ya jeshi kiligairiwa baada ya maafisa wa jeshi waliokuwa wamealikwa kushindwa kuhudhuria. Tukio hilo limeongeza sintofahamu ndani ya jeshi. Watu wengi walionekana wakielekea katika kasri ya Mogonaba, mamlaka ya kitamaduni yenye ushawishi nchini humo. Miongoni mwao walikuwa ni wanajeshi wa familia ya rais waliopotea, ishara ya mvutano unaoendelea nchini humo. Aidha, kikao cha baraza la mawaziri kilifanyika Aprili 24 katika ikulu ya rais chini ya ulinzi mkali. Mbwa wa kunusa mabomu na helikopta zilizoonekana zikipaa juu kwa eneo hilo wakati wa kikao hicho. Baadhi ya kambi za kijeshi pia zimewekwa chini ya ulinzi mkali. Magari ya kijeshi yalionekana yakiwa yameegeshwa kwenye lango la kambi ya kijeshi ya Baba Siwai, upande wa kusini mwa mji huu. Serikali ya kijeshi inayoongozwa na Kapteni Ibrahim Traore sasa imeitisha maandamano makubwa Aprili 30 kuonesha uungwaji mkono kwa utawala huo. Lengo kuu la maandamano hayo ni kulaani kile walichokiita muda wa mataifa ya Magharibi, hasa baada ya shutuma za jenerali wa Marekani Michael Langley kwamba serikali ya Burkina Faso inatumia hifadhi ya dhahabu ya taifa hilo kufadhili masuala yake ya usalama. Serikali ya kijeshi ilitangaza Aprili 22 kwamba imefanikiwa kuzuia njama kubwa ya kupindua serikali ya Kapteni Ibrahim Traore. Maafisa wa usalama waligundua mpango huo baada ya kunasa mawasiliano kati ya afisa wa juu wa jeshi na viongozi wa kigaidi. Waziri wa usalama Mahamoud Sana alieleza kupitia runinga taifa kwamba waliopanga njama hiyo walihusisha wanajeshi wa sasa na wa zamani pamoja na magaidi. Alimtaja Kapteni Lene David Odrago kama mmoja waliokuwa wakiratibu mpango huo ambaye kwa sasa ametoweka. Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph Mwana wa Isangura.